Mashosti zangu mashabiki, kuna kitu kingine nataka nishauri baadhi ya kina mama wale ambao wako kwenye ndoa zao, wamejaliwa neema wangali kwenye ndoa. Congratulations guys. Mungu awalindie ndoa zenu. Pia ampe na mama lao mume mwema. Si mnamwombea dua mama lao inshallah. Kuna kitu nilikuwa nataka niwaambie kina mama ambao wako kwenye ndoa. Ndugu zangu, kwenye ndoa uvumilivu ni lazima. Ni subra ni lazima. Na subra, kama hakuna subra kwenye ndoa, hakuna ndoa. Huruma, kujali, heshima lazima kwenye ndoa kina mama wenzangu. Kuna baadhi ya wanawake wanakulupuka. Kuna mwanamke ana uwezo wa kumjibu mume wake maneno anakayojisikia amemjia mdomoni. Haijalishi anamjibu nini mume wake. Mwanamke unakuta mume yuko kwenye neno moja amekuwa kwenye neno 10 ndugu zangu. Unamkuta mwanamke yuko juu kwa juu, sauti ya mwanamke ni kubwa kuliko ya mume. Ndugu zangu, especially new generation, dunia ya sasa. Watoto wa kike, mdomo haujengi, bali mdomo unabomoa. Mdomo unabomoa ndoa ndugu zangu. Vitendo vizuri ndio vinajenga ndoa. Heshima, kujali, huruma, kuvumilia situation yote mume wako anayo. Mpo. Mwanaume mbaya ni ule labda anakupiga piga kila wakati bila sababu. Mwanaume mbaya ni mlevi ule asiyejali familia. Baadhi ya wanaume wakiwa walevi wanatupa na familia wajali. Anaweza akaja amelewa nyumbani akuacha hata shilingi. Huyo mwanaume kama huyo anaumiza sana. Ila kama inawezekana unaweza kumsomea dua. Mungu akamjalia ukasali hata sala za usiku. Mungu akamjalia akawa mwanaume mzuri kwa uwezo wa Allah. Kwa hiyo ndugu zangu, mama lao nimetaka niwaambie hiki kitu mkifanya